Basi huku tunaendelea kusubiria vinywaji. Kwa naomba mume wangu upunguze tena yale mambo yale ya ajabu. Wewe sinaongea na wewe. Wewe. Yaani mimi nimekuleta huku nikutoa utili mimi tumalize mambo ya zamani, bado tena unashangaa mabinti. Nilikuwa kusikiliza. Unanisikiza wakati unashangaa mabinti. Kwa mimi ni mpumbavu, si ndio? Nilikuwa nakusikiliza mke wangu. Yaani mimi nimejishusha kwako na kati umefanya vitu vya ajabu, mimi nimejishusha. Bado unasikiza wale mabinti. Sijaona mimi wale. Hujaona mabinti na kati mimi naongea naye kati uko bize kule. Sasa mume wangu nisikilize. Kuanzia leo na hapa napoongea, mimi na wewe basi na ndoa yetu imeishia hapa. Usinijue na mimi sikujui. Shenzi kabisa. Amani, amani, amani ya moyo, amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Nimeona kwanza jamani, niwakaribishia hapa nje. Kwanza karibuni sana. Ila hapa tunapoishi kuna utaratibu. Kwanza, humu ndani tunaishi kama ndugu. Tunashirikiana kwa kila kitu. Tunashirikiana kulipa kodi, kuhusu kula, usafi na vitu vingine kadhalika. Sisi tunaelewana? Hivyo atakayeona hawezi masharti haya, hatutaweza kumvumilia kuwa naye. Kuna mwenzenu mmoja amekiuka haya masharti, hata hivyo tushaka kikao cha kumfukuza, ataondoka. Karibuni sana. Kwa hiyo halina shida, kwa sababu mimi kuhusiana na hizo kazi nishafanya sana. Yaani mpaka nafikia hapa si mara moja si mara mbili. Yaani hilo jina lenyewe la Mamkali unalisikia ni kuhusiana na hizo kazi. Kwa hiyo nadhani hapa limefika kwa mwenyewe. Halina ugeni. Yaani kuhusu kushirikiana, kuhusu vitu vyote, yaani ondoa shida. Hilo limefika. Midali ushatugea utaratibu. Hiyo imeisha. Hiyo haina shida. Yaani hapa ndo kwa jembe. Karibuni jamani, pia tuko peke yetu, wenzetu wengine wameenda kwenye harakati zetu kama mnavyojua jamani. Jamani, wala nisielewe. Mnaongelea kuhusu kazi, ni kazi gani hiyo? Wewe nani? Tunaelewa kitu gani hapo? Toka tunaondoka kwa dunia tunaenda wapi? Kufanya kazi? Tumekuelezea tunaenda kufanya kazi. Sasa wewe umekuja huku, wewe unaenda kuliongea nini? Wewe umekuja hapa kufuata kazi, kwa hiyo subiri kazi. Umenielewa? Hayo maswali mengine tutaongea sisi baadaye. Jamani, tusikilizane kelele. Hapa ndio nyumbani, cha msingi tufuate maelezo yanayosema dada hapa, usafi, kodi na vitu vingine. Pia wakija wenzetu tusiwatenge. Kwa karibuni jicho letu. Bwana, sisi tunashukuru Mungu kupokea. Asante sana. Ilikuwa kwa na ushirikiano. Upendo ndio kila kitu. Tukiwa na upendo na tukiwa moja tutafanikiwa. Na hata hizi biashara Mungu ataweza kujalia tukaachana nazo kabisa. Melogo. Tukaachana nazo kabisa wewe. Amani. Sio mbaya, unajua sisi ni Watanzania, hatuwezi kuoneana na mbaya. Poa. Kiukweli nilikuwa napita hapa lakini nimetokea kuvutiwa na wewe. Sawa, naweza kujua jina lako? Hapana, kaka. Usiogope bana, mimi ni hapa.
Nakaa hapo nyumba ya pili hapo. Sawa, lakini leo siku ya kwanza. Sasa unaniambia nini? Siku ya kwanza unaniona mimi kweli? Hebu acha basi. Kweli? Okay, sawa, nifahamu basi hata jina langu. Okay, kama inakulia ngumu, nisikuchoshe. Acha nijitambulishe mimi. Mimi naitwa Shedrack. So ni jirani yako hapa. Kwa hiyo nimeona kupita hapa afu mtu mwenyewe nimekuona umekaa hapo na kiufupi tu yani nilivyokuona tu nimevutiwa na wewe. Kwa hiyo ndio maana nikaja niongee na wewe basi. Sio hivyo. Nakusikiliza. Okay, samahani. Kwa sababu mimi ni jirani hapa na nafurahia sana kufahamiana na majirani zangu wote. Mimi huaga ni mcheshi sana. Unajua? Kwa kwenye pitapita zangu mtaani huko napendaga nikae na majirani kila nyumba nao kutana nao niongee nao story. Unajua sasa sasa hii nyumba kidogo imenifurahisha, umeona? Na hivi kuna muda nakaga kijiweni na wenzangu pale wananiambia pale kuna nyumba kuna chumba kimoja hivi kuna wadada wanakaa wengi na mimi ukiona ni mtu wa hivyo vitu, umeona? Sasa kwa bahati mbaya nzuri nimepita hapa nimekuona wewe kidogo unaweza na wewe labda ukawa ndo mmoja wapo, unajua? Ukawa mmoja wapo ukanirahisishia hata kunionyesha kuwa hata kuwa nikutane nao tupige story. Mimi ni mtu wa story sana. Yaani kiukweli unaonekana. Kwa hiyo kama unavyoniona mimi ucheshi wangu, ningeomba pia yani unisaidie hata kunionyesha hata hicho chumba labda ambapo wanakaa. Nasikia kuna chumba hapo wanakaa wadada kama 9 hivi au 8. Sasa ungenikutanisha nao kidogo. Ili tuwe tunapiga story kama hivi mimi na wewe tumefahamiana au unaonaje? Yaani kitu kama hicho yani inakuwa inapendeza vitu kama hivyo. Kwani ndio umekuelekeza hapa? Ndio wamenielekeza hapa, lakini sasa mimi wamenielekeza tu kwa sababu mimi huaga ni mtu mchangamfu yani kama unavyoniona. So yani ungenionyesha labda kwamba ndio chumba hiki hapa wanakaa au chumba kile pale, au chumba kile pale kidogo ili nipige nao tu story yani kama jinsi ambavyo. Na wewe kama ni mmoja wapo pia unaweza ukaniambia na mimi ni mmoja wapo na hao wadada wanaokaa 9 8 ili familia iwe kubwa, tengeneza familia iwe kubwa. Si unajua? Unaweza ukanisaidia kwenye hilo. Kama ni raia kawaida, mbona ile kofia aliificha? Hapana. Maana kama binti ana kitu. Na sidhani kama huyu Aroni direction hapa kama akakosea. Lakini nyumba ni hii niliyoelekezwa. Lakini mbona kama nikiongea naye dada kuna kitu ananificha hivi, anajinata. Lakini sio kesi. Nitatumia cheo changu kama askari. Nitamjaribu kumweka dada karibu. Nitahakikisha kama ni hapa, nitahakikisha nimewabaini kwenye mikono yangu. Sio mbaya. Usinifanyie hivyo. Kweli sipajui kwa kweli. Kwa hiyo hawakai hapa. Amna bwana. Sipajui. Usinifanyie. Kweli? Bosi wako. Mimi ongea, usiogope. Amna, mimi ni mpangaji pia hapa lakini hao wadada hata kitu mnachosemea amna. Zaidi ya 2 kwa 3 basi. Sijui kuanzia 5 sio 9. Hapana. Okay. Kwa hiyo unakaa peke yako? Na ndugu zangu. Kwa ngapi? Kwa 3. Kwa 3. Yaani baba, mama. Kakangu na maswali. Kakangu. Ndio kwanza nakujua leo lakini na maswali kazi kitu cha polisi. Okay, basi tuachane na kwa sababu tushafahamiana. Sio mbaya, nitakuwa nakuja kuwatembelea unajua? Sawa. Hizo basi ukaniaga hata na mkono kidogo. Sio mbaya. Haya. Okay. Karibu tena. Kwa hiyo umesema hapa hakuna chumba ambacho wanakaa au? Hamna. Wale kuelekeza. Wamekudanganya kwa kweli. Sio hapa? Sio hapa. Una hakika? Okay, lakini sio mbaya. Sawa. Ndani nikilia kimya. Marafiki wengi lakini upweke hauishi. Usingizi wa tabu kila usiku na nisitiri. Nikagundua amani si gari.
vipi tena mke wangu? Tena hivyo. Mbona hivyo vipi? Mabegi unasikielewi? Kwanza unielewi vipi? Yaani tangia jana tuachane, hizo ngome umepata. Yaani maneno yote ya jana umeshapitia kwa wanawake zako na ngome umebadilisha. Mimi nimelala polisi mke wangu. Na hizo nguo. Hebu nishe ndani na begi hapa. Yaani hapa penyewe niko na kusubiri wewe. Nimekuita kule baa ili nikombe msamaha. Ingawa makosa unafanya wewe, msamaha nitaka nikombe mimi. Lakini bado niko baa mbele ya macho yangu. Huku na kubembeleza lakini bado naangalia wanawake wengine. Mke wangu, mimi ni mtu mzima. Ile mitihani tu na macho yana panzia. Naweza nikaangalia kitu chochote kile. Usinisi hivyo mke wangu. Kwa hiyo unanifanya mimi mtoto eh? Macho yana panzia kwa kuangalia vidada vidogo. Mimi nimekukosea nini mume wangu? Yaani nimekuvumilia, tumeishi mimi na miaka mingapi? Nimekuvumilia miaka mingapi? Leo visichana vile pendo vije kutuachanisha mimi na wewe. Anakudanganya nani mke wangu kama mimi naishi na wasichana wale? Kwa hiyo na mimi ni kipofu. Si kwani unayafanya yote? Mke wangu, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Hapo kwanza ishia. Nisikilize basi, hebu nisikilize kwanza. Nisikilize. Naomba unisikilize kwanza. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kwa kunihisi huko loko nihisi. Unanikosea sana. Mimi si mtu wa hivyo. Mke wangu. Sikiza kwa nikwambie. Yaani mimi nimeshakuchoka. Kwanza leo mimi na wewe basi. Kwanza hapa nilikuwa nataka nipeke fungo hapo ungeikuta mlangoni. Bahati nzuri umekuja mwenyewe. Fungo yako hii hapa kwa heri. Mimi na wewe basi. Japo niondoke maana yake utaniumiza kitu. Amani ya moyo, amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Mbona mmevaa hivyo mpaka mdogo ni mjinga muda wa kutoka? Jamani, hivi unavyotoa na mavazi yetu haya ndio tupasa sampa dada. Masponsa wenye akili zao upo. Sio tunakuletea vidali unakuja vinatoka wapi? Vinatoka wapi? Kwa masponsa wenye akili. Nyie mtashare 2,200 zenu hizo hizo kwa sababu wanaona kabisa haya ni maharage ya Mbeya. Au ndo mnaamini waganga tena? Anaendaga. Nimeambiwa tatizo nyota, mjini nyota dada. Kama huna nyota utakaa ndani. Jamani samahani. Kuna mtu alikuja hapa. Na yule mtu anavyoonekana sio mtu mzuri. Yaani kwa haraka tu. Inaonekana kama vini askari. Kama sio askari basi mpelelezi. Akanaulizia yani wapi wanakaa wadada yani chumba kimoja. Wanakaa wadada yani kuanzia yani wapo 9 hivi 10 hivi. Lakini mimi nikashindwa kumwambia. Nikamwambia tu mimi sijui wapi wanakaa. Lakini kwa jibu moja ilikuwa natulenga yani sisi ambao tunakaa humu ndani. Lakini mimi kwa kuwashauri nilikuwa naomba tu yani tuachane na hiyo kazi. Yani mwachane na hiyo kazi. Tutafute yani kazi nyingine tu tuende na maisha. Ipo siku tutapata majanga yani. Yaani wote tutasombwa. Yaani anapoongea kwa kujiamini ndio anaponichosha mimi. Eti tuacheni hizi kazi. Tutapata unafanya wewe kazi yenyewe. Au tu kujitia pashao. Sasa nikwambie wewe na huyo mgeni wako uliokuja hapa. Kwa ninavyoona kabisa. Huyo hakuwa askari wala afande wala saidia askari. Huyo alikuwa anataka show. Alikuwa anataka kazi, yake ilikuwa inamwasha. Ila kwa jinsi alivyokuja hapa, alivyokuangalia juu mpaka chini, akaona kabisa hapa kama sio KKT. Mama hii sio kwa Mwamposa, akaona hapa sio vyangu, haviniwezi. Na kwa Mwamposa sio mwimba kwaya, maana kwa mwimba kwaya ingekuwa mule mule. Wewe unavyoonekana. Kwa hiyo usipotezee muda. Sisi tuna safari zetu. Huyo alikuwa anataka mishe. Sema warembo hawajawakuta. Wewe. Hebu niangalie vizuri. Okay. Nichenye mimi. Jamaa anatucheleshia muda tu dada. Bye. Ukuta unawasha vyombo? Lakini dada, huenda ni kweli anachokisema. Haya. Tumetoka kwa Mwamposa kwa ni Musa. Jamani, hebu tuondoke bwana.
amani ya moyo.
Karibu sana. Kwema, habari za siku? Umepotea jamani. Kweli. Ndio sasa yani usitembelee kwa wewe jamani. Au umeniama? Amna babu. Karibu sana. Leo sina nilikuwa napita nikahitaji nimesahau pilipili kama nimechukua. Ziko kibao hapa. Bila kuka za shinga pilipili na nini kwanza? Amna bana. Pilipili na nini? Kuna kitunguu, kuna nyanya hapo, kuna pilipili kama hivyo, mao, karoti. Nataka pilipili moja tu yani. Moja. Hamna kingine? Yeah. Amani ya moyo, kitu cha thamani kuliko mali yote duniani. Nilizunguka dunia nikitafuta furaha, nikadhani pesa ndiyo dawa ya maisha, lakini moyoni bado kulikuwa na majeraha. Tabasamu usoni, ndani nikilia kimya.